Tuelekee kule Uganda ambako Emmanuel Lubega ametutumia ripoti inayosema hatua za Uganda kutuma kikosi maalum cha jeshi nchini Sudan Kusini siku mbili zilizopita kwa mara nyingine inaashiria kuwa utawala wa Rais Salva Kiir ungali una utegemezi mkubwa kwa Uganda kuweza kudhibiti mizozo ya kijeshi na kisiasa. Mkuu wa majeshi wa Uganda amefichua hatua hiyo ambayo inakosolewa na wengine kwa kutofuata utaratibu wa kuomba idhini kutoka kwa bunge la nchi. Mzozo kufuatia hatua ya serikali ya Salva Kiir kuwakamata mawaziri wawili na maafisa wa ngazi za juu walio na mafungamano na makamu wake Riek Machar siku chache zilizopita umesababisha wimbi jipya la vurugu katika nchi ya Sudan Kusini. Akifichua kuhusu kupeleka kikosi maalum cha wanajeshi, mkuu wa majeshi Uganda Jenerali Muhoozi Kainerugaba ameelezea kuwa hawezi kufumbia macho kuzorota kwa usalama katika mji wa Juba na kwamba wanamtambua rais mmoja tu wa nchi hiyo na ndiye Salva Kiir ambaye hawezi kugawana mamlaka na yeyote mwingine. Wambete wa Moto ambaye amefuatilia kwa muda mrefu mahusiano ya kijeshi kati ya Uganda na Sudan Kusini ametoa kauli hii. Sudani ya Kusini haina jeshi ambalo linaweza kutegemea kweli. Na kuna rabsha ya kila mara. Sasa Sudani ya Kusini rais wao ni kama anategemea jeshi la Uganda kuweza kumsaidia wakati wanapopata burushani na wenzake wa huko kusini mwa Sudan. Uwezi kujenga jeshi ukuwa na majemedari 700. Jemedari wa jeshi ni kama bishop bwana mtangazaji. Ni kama askofu. Mpaka uwe na diocese. Duru za serikali ya Sudan Kusini zinaelezea kuwa chanzo cha kuwakamata mawaziri hao na maafisa wa kijeshi ni kwa tuhuma kwamba wanaunga mkono kundi la wapiganaji lijulikanalo kama White Army ambalo limeteka sehemu ya jimbo la Upper Nile. Hali hii inasemekana kusababisha mashaka kwa utawala wa Salva Kiir. Kile ambacho watu mbalimbali wanakosoa ni hatua ya mkuu wa majeshi kuwapeleka askari nje ya nchi bila kuomba idhini kutoka kwa bunge la Uganda. Lakini baadhi ya wadadisi wanamtazamo kuwa Uganda huzingatia sana maslahi yake ya usalama na kibiashara na Sudan Kusini, na ndio maana serikali haisubiri kuomba idhini kutoka kwa bunge kuwapeleka majeshi na zana za kivita kama utaratibu unayotakiwa kufuatwa. Wambete wa Moto wameongezea hivi. Shida tulionayo sisi ni kwamba tunasikia majeshi yetu ambayo sisi tunalipia kama Waganda ikichukuliwa sehemu ambayo sio Uganda bila kufuata sheria, bila kuomba ruhusa ya bunge. Msemaji wa jeshi la Uganda Brigedia Jenerali Felix Kulaije amethibitisha hatua ya kuwapeleka majeshi, lakini hakutoa ufafanuzi zaidi ya ujumbe aliosambaza mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba kwenye ukurasa wake wa X. Lubega Emmanuel, DW Kampala.